Ndugu wanahabari, imekuwa ni kiu ya muda mrefu sana kwa mawakala wa forodha kuweza kupata mwongozo japo wa kima cha chini kwenye bei au kwenye masuala ya tozo za kulipa wakati wakishatoa huduma zao za uwakala wa forodha. Kwa bahati mbaya sana tumeharibu ushindani wa utendaji kazi kwa kuruhusu tupambanie bei zetu kwa kulingana na njaa zetu kuliko uhalisia ulivyo kwenye yale majukumu tunayoyafanya makubwa sana. Wote tunafahamu kwamba mawakala wa forodha, jukumu letu kubwa ni kuisaidia serikali kukusanya kodi kwa niaba yake kwa kupitia mamlaka ya mapato, lakini vile vile mawakala wa forodha ni viungo wachezeshaji kwenye sekta nzima ya lojistiki. Wao ndio watu pekee ambao wanakutana na idara zote za serikali na pia idara zote za sekta binafsi. Kiu yetu hii ilianza muda mrefu na tukawa tumejiandaa kwa kujaribu kumshawishi mdhibiti ili aweze kuandaa kikao cha wadau kuweza kuja na angalizo la bei elekezi, yani ya kima cha chini kwenye huduma zetu za wakala wa forodha. Lakini vile vile pia tumshukuru kamishna wa mamlaka ya mapato ambaye pia aliweza kuona umuhimu wa kuwepo na bei elekezi ya kima cha chini kwa ajili ya maagizo aliyopewa na Mheshimiwa Rais Mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuongeza wigo wa ukusanyaji wa kodi za ndani. Tumekuwa na walipa kodi wachache kihalali, lakini tumekuwa na wafanyabiashara wengi ambao hawapo kwenye mfumo. Agizo hili ama ile government notice itakayotoka kwa ajili ya kuweza kuturuhusu kuwa na kima cha chini itakwenda kutuongoza ili kuweza kuwa na mfumo ambao utakayoweza kwenda kuoana na mifumo ya mamlaka ya mapato kwenye kuhakikisha kwamba zinapokusanywa agency fees, yule wakala wa forodha ananufaika kwenye makusanyo yale, lakini vile vile serikali inanufaika kwenye kupata kodi halisia, na vile vile wale ambao tutakuwa tumewakasimu kutusimamia kwenye mfumo wetu wa Capital Pay nao pia wanakuwa kwenye mzunguko wa kutusaidia kututengenezea mifumo ambayo itakuwa ni rafiki kwenye kukusanya hizi tozo, lakini pia kwenye kulinda kodi za serikali. Haya ni mambo ambayo tumeona tuendelee nayo kwa wakati, tukiangalia dira ya 2050 ya serikali, lakini pia tukiangalia ongezeko wa mzigo kupitia hii sekta ya logistics. Wote ni mashuhuda hapa kwamba sekta ya logistics sasa hivi imekuwa katika top 3 ya sekta za serikali kwenye kukusanya forex. Ni sekta pekee ambayo mnafahamu kipindi cha uviko 19 ambayo iliyokuwepo ikifanya kazi tofauti na sekta zingine zote. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wenzetu wa Capital Pay, niwashukuru pia vyama vingine vya mawakala wa forodha CALAT pamoja na TACAS. Niwashukuru mamlaka ya mapato kuweza kujumuika nasi kwenye hii siku ya kihistoria ya kwenda kukubaliana kwenye mfumo wa ukusanyaji wa tozo zetu za wakala wa forodha kupitia wenzetu wa Capital Pay. Asanteni sana. Sawa. Asanteni. Imekuwa kilio cha muda mrefu kwetu sisi mawakala wa forodha kujua namna gani tutaweza kukusanya hiyo minimum agent fee. Kwa kutumia hii platform ambayo tutaenda kusaini leo mkataba, tunaenda kutatua tatizo kubwa la kuweza kukusanya hiyo agent fee katika bei elekezi ambayo kimsingi tutakuwa tumeshapewa na TASAC. Na hii itatusaidia hasa kwetu sisi ambao tunafikiria kufanya kazi katika kupunguza ushindani, hasa kwenye maeneo ambayo tumefikia kwa sasa hivi. Tulienda kwenye eneo la wageni wanafanya kazi za clearing and forwarding, wanasingizia wao wanalipa agent fee ndogo kuliko mawakala wengine. Ndio maana wameamua kuzikumbatia hizi kazi ili wasiendeleze kuongeza bei ya, wanasema bei ya mzigo itakuwa kubwa endapo atafanya
wakala wa forodha mwingine. Sasa hii inakuwa ni sehemu ya kutatua tatizo hilo, kwa sababu watakuwa wana uwezo tutakuwa na uwezo sisi wa kuclear mizigo yao kwa kutumia rate ambayo inakuwa inajulikana kwa wote. Ile sababu anaoisema hii mizigo ni ya wageni, kwa sababu agent fee itakuwa kwao, watakuwa wanatoa ndogo, so hiyo sababu itakuwa imeondoka. Tunaenda kuweka ajira kwa wazawa, tunaenda kuweka ajira kwa Watanzania kwa hii njia ambayo tunaenda kuitumia sasa hivi. Tunaomba Watanzania, tunaomba maagent, mawakala wa forodha kwanza wako kwenye hatua moja mbele ya kujitoa kwenye kipato duni kwenda kwenye kipato cha uhakika. Cha pili, wawe proud na hii system, kwa sababu itaenda kuwapa kipato ambacho kitaongeza ufanisi wa makampuni yao katika shughuli zetu za wakala wa forodha. Yangu ni hayo, asanteni sana. Kwa majina naitwa Ephraim Mwankusie, ni mwenyekiti wa chama cha mawakala wa forodha TACUS. Senior Tanzanian Custom Agent Association. Tawapa details zote. Senior engineer, please, few words. As mentioned before, my name is Garang Malik. I'm the CEO of CaptoPay International. About CaptoPay International, we're a software engineering company located in more than 15 countries globally. We're based in London, that's our headquarters. We have our operations in Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Rwanda, and even Asia. We're also in Asia trying to establish our solutions there. So with that being said, I want to mention that there are a number of problems that we identified in most markets all over the world, not only in Africa. And the challenge that the agents have today, they're being bypassed by the shipping lines. Shipping lines, big shipping lines, they register their own clearing agent companies and they clear goods, making the association and the people of Tanzania lose jobs. The association are also dependent on the government and other development organizations in order to finance some of their activities. If they want to travel to attend press conference globally, they need to be donated for by the government or even companies like CaptoPay. So we've identified these problems, and by us identifying these problems, we want to use our technology in order to address these challenges. We're more than just focusing on the minimum fee for the clearing agents. It's more than that. So with our technology, we're able to ensure that jobs are created for the association, clearing agent companies, and also the association are become independent by using our technology, by establishing the minimum fee. So it's an opportunity for Tanzania to become one of the leading companies in countries in the world when it comes to such initiatives. Technology with customs automation is only new within the last 10 years. CaptoPay comes in and does 100% of the investment. We don't take any money from the government. We don't take any money from the association when it comes to establishing a solution. We come and invest all our money, and then of course over time through our system usage fee, we recoup our investment. We want to also use this opportunity to ensure that the entire process when it comes to engagement by the Clearing Agent Association, the government, and even the warehousing, that it's paperless. The other thing that we will do as CaptoPay through our partnership with Via Service is to reduce the cost of container deposit, which is facing all the clearing agent companies right now. So we intend to reduce the cost of the clearing agent companies by more than 50% through our partnership with Via Service. So just to reiterate again, it's more than just establishing a minimum fee to also secure jobs for the agents, and most importantly, the government. The government is struggling to collect its taxes from the clearing agent. It may not be your interest, but of course it's your government. The more money the government collects, the more investment that they do to support some important projects in the country, including infrastructure. So you might look at the government earning more money, but the clearing agent would also reduce the cost using this initiative.
We look forward to partnering with the Clearing Agent Association of Tanzania. It's my great pleasure to be sitting here with the 3 association of Tanzania. It hasn't been easy for them to coordinate, but through this initiative, Tanzania has the opportunity to be the #1 in the world. The United States of America don't have such systems in place, as well as the Asians. So not only can we teach our neighboring African countries how such systems can benefit everybody, but we can also teach the whole world. Thank you very much. Thank you very much, Mr.